Turejee sasa kwenye jiji lenye sangara na sato. Wakati zoezi la bomoa likiendelea kote nchini kwa wakazi waliojenga kwenye hifadhi ya barabara, vyanzo vya maji na maeneo ya mabondeni, kampuni ya Mkombozi Fishing and Marine Services ya jijini Mwanza imewasilisha nyaraka halali za ujenzi wa bohari eneo la Mwaloni Kirumba, gati namba 2 na 3. Hii ni utekelezaji wa agizo la aliyekuwa mkurugenzi wa halmashauri ya Ilemela John Wanga na mkuu wa wilaya Ilemela Manju Msambia, lililoitaka kampuni hiyo kuwasilisha nyaraka halali za ujenzi kabla zoezi la bomoa halijafikia jengo hilo. Tupate taarifa zaidi. Na jengo pia waliuliza kwamba na vibali, nikachukua nimepeleka leo, wameenda wamejiridhisha kwamba mimi na uhalali wa kukaa eneo hili na nina halali wa kujenga jengo hili. Baada ya kuwasilisha vibali kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya Ilemela, mkurugenzi wa Mkombozi Fishing and Marine Services Kitano Chacha amesema tuhuma zinazoelekezwa dhidi yao kuwa wanajaza udongo ziwani kujiongezea eneo sio za kweli. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ilemela pamoja na mkuu wa wilaya ya Ilemela walifika kwenye eneo husika, wakaangalia, wakakuta kweli vifusi simwagi ziwani. Pia Kitano ameiomba serikali kuwatia moyo wawekezaji wa ndani. Nilikuwa naomba serikali kwa wawekezaji wa ndani kama mimi, tunapofanya vitu vya vizuri vya maendeleo, wao wanatusapoti, baadaye kutukatisha tamaa ya kutuambia kwamba wanataka kubomoa majengo yetu bila sababu za msingi. Kwani hata jengo wanavyoniambia walibomoa wakati mimi nimejenga kwa nia ya kuhifadhi mizigo ya abiria wangu, naona ni kwa kweli sio vizuri. Kwa wafanyakazi na wakazi wa maeneo jirani, linapojengwa jengo hilo lenye ghorofa 6, wao wanaona ujenzi huo ni wenye tija kwao na kwa jiji zima la Mwanza. Tusaidia sana kama wafanyakazi wa kampuni ya Mkombozi Fishing and Marine Transport kwa ajili ya wekaji mizigo yetu na kwa ajili ya wateja ambao wanaopatikana hapa, kwa sababu kina cha maji kimeongezeka. Kwa hiyo tulipokuwa tunakuja usiku tunagonga zile taaluma reli zile, ile jet ilikuwa iko chini, kwa hiyo waliongeza kifusi ili bandari iwe katika level nzuri. Jengo hili linatarajiwa kukamilika mwaka huu 2016 na hadi kukamilika kwake inakadiriwa litagharimu takriban bilioni 5.5, huku likitegemewa kutengeneza nafasi mpya za ajira zaidi ya 150. Igan Sala, Star TV.